Weka mkakati. Na mkakati ndio tunao kama kazi. Weka mkakati. Weka mkakati wa kusoma neno la Mungu. Weka mkakati wa kusoma neno la Mungu ili kukuza na kuongeza imani yako kwa yeye akushindiaye vita. Weka mkakati wa kusoma neno la Mungu ili kukuza na kuongeza imani yako katika yeye akushindiaye vita. Amina. Sasa ndio nasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Kwa nini? Maarifa yanatokana na neno la Mungu. Kwa kadri unavyosoma neno ndivyo unavyojaza maarifa, ndivyo unavyomfahamu zaidi huyu akushindiaye. Amen. Amen. Ndio maana hata hao askari wetu, wanajeshi wetu wakishaenda kozi huwa ishandi hapo. Wana utaratibu kila baada ya mwaka mmoja, sijajua umeweka miwili, wanaenda na wapi? Amina. Kwa nini? Ile technique zilizofundishwa mwaka jana sio zitakazofundishwa mwaka huu. Ila wewe una Biblia na mwaka juzi, ukafikiri na adui bado ana Biblia mwaka juzi. Haiwezekani. Amen. Ila ni yule uliyeshindana naye ulipopigana vita, mkaamua mwe na wiki za kusitisha vita, si ndio? Sio ila ni yule tena utakayepigana naye safari hii. Unafikia atakuja vile vile kama mlivyopigana mara ya kwanza? Hajipanga kivingine. The same, labda ni Marekani au Israeli, the same. Na wenyewe hawatakuja kivile tena. Watajipanga kivipi? Kwa mbinu nyingine. Kwa na wewe unahitaji sasa maarifa tunayapata kwenye neno lake. Ndio maana nimekwambia weka mkakati mwenyewe binafsi. Kama unaona mkakati wa kanisa, tumesema leo hivi tumalize sura ya 50, si ndio? Wangapi wamefika mpaka 50? Haya, unajijua mwenyewe. Haya, tunaanza Kutoka. Tunapomaliza mwezi, wiki mbili Kutoka ile imeisha. Mema jamani. Kutoka hiyo imeisha. Sasa unavyosoma unakutana na vitu tofauti tofauti. Ndio maarifa hayo sasa. Warumi 10:17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo huna neno hujasikia. Kumbuka pili nimekwambia ongeza usikivu. Hauwezi ukasikia kama una neno. Huna neno, huna imani. Kwa hiyo kusikia ndiko kunako kupelekea kuwa na imani. Rudi kwenye Warumi 10. Huwezi ukawa na imani kama hujasikia. Warumi 10 mstari wa 14 anasema, basi wamwitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tuko pamoja? Huwezi ukamwita kama hujamwamini, na huwezi ukaamini kama hujasikia. Amen. Unapoongeza usikivu wako katika neno, unaposoma neno, ndipo unapoongeza imani yako. Imani hiyo ndio itakayokusaidia wewe kushinda vita yako. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5.
Waraka wa kwanza Yohana 5:3-5 anasema, kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake si nzito, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Imani inatoka wapi? Inatoka kwenye neno. Kwa hiyo huna neno, huna imani. Huna imani, hujasikia. Soma upate imani, itumie imani kushinda vita yako. 5 nasema, mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Marko sura 4:35-41 pale Yesu amebeba wanafunzi wake, alisema na tuvuke mpaka ng'ambo. Amen. Wakambeba Yesu kama alivyo katika chombo. Katikati ya safari, dhoruba kuu ya upepo ikakipiga nini? Chombo. Kikataka kianze kuzama. Wanafunzi wakatabika, ngome ikawa ni nzito kwao. Wakamwambia, mwalimu, huoni kwako kwamba si kitu kwako kwamba tunaangamia? Yesu akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Amen. Wanafunzi wakashangaa vile ambavyo Yesu ameutamkia upepo na bahari. Wakasemaje wanafunzi? Ni nani huyu hata upepo na bahari vyamtii? Yesu akasemaje? Iko wapi imani yenu? Vita kweli imetokea. Ilibidi wakati wa kuapply imani yao kushinda vita ulikuwa ndo ule. Wao imani yao ilifanyaje? Wewe unaamini nini juu ya Mungu? Unaamini nini juu ya Yesu ndiye naye? Ndio maana fika mahali pa kusema na shetani ni mkubwa. Kwa sababu gani? Hujaujua uweza wa Mungu wako uliye naye. Ukishajua ukuu wa Mungu wako uliye naye, uwezo takili hivyo.